Habari ya leo, jina langu ni Haika na ni business coach hapa Tanzania. Kwa siku ya leo nitaenda kuongea ukweli mtupu kuhusu biashara hii ya kuagiza bidhaa kutoka China, yani ya kuagizisha. Namaanisha kwamba hile kuwasaidia watu kununua bidhaa, yani watu wakupatie pesa yao alafu wanunulie bidhaa. Okay? Yeah, so kumekuwa na trend kubwa hii biashara ambayo tumeifanya wengi. Sasa tuseme ni biashara mbaya ama biashara nzuri, but leo nitakupa ukweli biashara hii ilivyonifanikisha kupata pesa, biashara hii ilivyo ni filisi, yani ilivyonipotezea pesa, pamoja na uongozi mbaya ulio. Kwa hiyo yote haya nitayaweka kwenye hii video. So hakikisha kwamba umeangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili kufahamu riski ambayo unaenda kuiteki wakati ambapo unatamani kuanza hii biashara, ili usipite kwenye makosa ambayo nimeyafanya mimi. Yes, siwezi kusema kwamba ni biashara mbaya, ni biashara nzuri, lakini kuna riski zake, na pia kutokana na makosa yote ambayo nimeyapitia ndio yamenifikisha hapa leo kuweza kufundisha wewe ni namna gani ya kuifanya biashara kwa usahihi na ukasimama na ukafanikiwa, yes, kama wengine wanavyofanikiwa. Nilianza biashara hii mwaka 2022 ambapo nilianza kwa kufundisha jinsi gani ya kuagiza bidhaa kutoka China, na ambapo nilianza kwa kuagiza bidhaa zangu mwenyewe ambapo niliagiza, nakumbuka ni kama raba, na niliziagiza kwa bei nafuu na kuja kuziuza kwa faida nzuri. So baada ya kuona kwamba hiki ni kitu ambacho ni kizuri, watu wanatamani kujua, watu wanatamani kuanza biashara, kwa hiyo nilitumia ile fursa kwa kuendelea kufundisha jinsi gani ya kuagiza bidhaa kutoka China. So nilitengeneza video nyingi sana za mafunzo kupitia TikTok and Instagram, na mpaka sasa hivi nafikiri zipo. Kwa hata this time unaweza kwenda kwenye account yangu ya Instagram ama ya TikTok, utazikuta hizo video akati nafundisha mwaka huo. Nilifundisha kwa muda mrefu na nilipata wanafunzi wengi sana, mwitikio ulikuwa mkubwa na biashara ilikuwa ni nzuri sana. But changamoto ilikuja pale ni kwamba watu wengi sana walikuwa wanahitaji niwaagizie hizo bidhaa ambazo nilizokuwa nazifanyia demonstration. Kwa hiyo nilikuwa nafanya, kwa hiyo nilijikuta kwenye position ambayo nina kiasi kingi cha pesa za watu, and it's very risky, kama hauna, na watu wanaagiza bidhaa tofauti, kila mtu anakuja na ya kwake na mtu anakulipa anataka hicho kitu. Kwa hiyo it's become nilikajikuta najiona kwamba na risk pesa za watu sana, so I need to go by myself to China. Kwa hiyo ilibidi niende China mwenyewe kwa ajili ya kwenda kuendeleza biashara hiyo. Namshukuru Mungu, mapokeo yangu yalikuwa ni mazuri sana sana sana, to be honest, and I'm grateful for that. Kwa hiyo nikwambie tu ambao unatamani kuanza biashara, you need consistency too, and kuwa mwaminifu, fanya kile ambacho kinapendeza watu, fanya watu wakujue, fanya watu wakuamini. Yes, now you need to know how to market your business. So at that point nilimaster the point ya kumarket on social media. Yes, and I'm good on that, to be honest. So baada ya hapo niliendelea kufanya ile biashara, nilipata order nyingi sana, na of course the business was very good. Changamoto ilikuja kwamba kwenda viral unakuwa kuna watu wengi, you need people, utaajiri watu kwa ajili ya kukusaidia ili kazi iende vizuri. So kilichotokea ni kwamba changamoto ya kwanza ambayo naifikiria na naiona ni kubwa kwenye hii biashara, tulikuwa tunaagizisha bidhaa kwa bei nafuu sana. Kwa since the slogan kwamba unaimport vitu kutoka China, na biashara kuanzisha hasara yake kubwa ndio hiyo, unakuwa kwenye competition na watu, like you look for the price, mwenzako anaagizisha maybe ndala shilingi 500, and you need to focus, unajikuta unapata faida ndogo kwenye unaenda kumbana Mchina akupunguzie price. Cha kwanza ni ile the pressure ya watu ambao wanafanya biashara ambayo unaifanya. Kwa hiyo unakuwa compete na watu. Kwa hiyo when you do your business and mistake ambayo unataka nifanye, au siku zote nitafocus na price yangu, nitafocus na watu wangu. Kwa hata wewe wakati unafikiria kuanza biashara, hakikisha price yako inakulipa wewe, inakulipa wewe. Don't look for usimwangalie mwingine anafanya nini. So angalia wewe unafanya nini, angalia nakupa vipi vitu, angalia wateja wako, angalia bidhaa ambayo haitaenda kuleta bad feedback for you. So you need peace jamani, hii ni pesa, you need to live well. Okay, so nafikiri kwamba kitu cha kwanza ni kuangalia bei. Makosa yangu ya kwanza ni hayo ya kuweka bei za chini, kitu ambacho ni hasara, ni kitu kibaya sana, kwa sababu unaleta bidhaa ambazo ni low quality ambayo inasababisha
inasababisha watu waje complain, umeelewa? Yes, mwingine anaona China vitu ni bei rahisi, hajui kwamba kitu cha bei rahisi ni ndio kitu chenye low quality. Kwa hiyo Mchina ana level, ana quality, anakupa kitu sawa na pesa yako. Kwa hiyo since you need the cheapest price, unaleta hivyo, inakuja kama ilivyo, yani kitu sawa na pesa yako, kama ni cha 500 cha 500 kweli. So kitu ambacho usikifanye wewe ambao unatamani kuagizisha bidhaa au ambao unatamani kuanza biashara ya kuagizisha, please angalia kitu ambacho nunua kitu ambacho ni quality, msikilize Mchina na yeye upande wake anasemaje. Yes, usiforce mambo ili ku stay on top, will go viral and whatever it is. So hasara ya kwanza ndio hiyo hapo. Changamoto nyingine ambayo naiona au ni kama anguko kwenye biashara ni kwamba wateja wengi hawana uelewa wa kwamba biashara ya kuagizisha sio kama like unamwambia mtu kwamba unalipia leo bidhaa, anataka kwamba like mail inatembea siku 28. So kwa nini mzigo wako usifike ndani ya muda huo? Kwamba siku 30 zikiisha ni usumbufu, siku 30 zikifika anakuja na kudai rufani, siku 30 zikiisha hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho inakuwa ni very stressful, watu wanataka pesa. Kwa hiyo wateja wanakuwa hawana uelewa, hata kama umemwambia, lakini huwezi kuwaelimisha watu. Mwingine amekurupuka tukakuta kule order ya like chupi shilingi 850, so anakurupuka nayo hivyo, alafu anatarajia siku 30. Mbona watu wanaagiza mzigo? Kumbuka ametuma pesa kwako, hajanunua pesa kutoka kwa Mchina, and umempa bei the cheapest, ambapo mimi nimenegotiate na Mchina kwamba nahitaji pesa, inabidi ili pesa ili nikupe bidhaa kwa bei ya 850 ni lazima ninunue pesa 5000, kitu ambacho mimi sina kitu cha kununua pesa 5000. So I need to collect order za pisi 100 mpaka zifike pisi 5000, kitu ambacho hakitumii siku moja wala wiki moja. It's almost 2 weeks to 1 month ndio uweze ku close hiyo order. So kitu ambacho anakuwa wateja hawaelewi, you need to understand that, my dears. Kwa hiyo hiyo ni kitu nyingine ambayo inajikuta muda wote una ugomvi na wateja, muda wote you don't feel like talk, kwa sababu imagine una wateja wengi, kwa hiyo like you can't talk to watu wote, so utakuwa unajaribu kujipumzisha. And that time sasa inakuja mistake yangu ya tatu ya kuwapa chance watu wengine wafanye zile kazi zangu. Some people wananiamini mimi. Yes, I know this is my office, but still watu wanakuwa ready. Kwa hiyo unasema kwamba poor management ya business, okay? Kusikuwa na system nzuri ya kuweza kucontrol wizi ndani ya ofisi. Yeah, kwa hiyo ilikuwa ni uamini watu, you think lenu moja, but see, they change, people change, so don't trust anybody, especially kwenye swala la pesa. Nina moyo ambao ulikuwa ni soft, and actually I learned in hard way, like my title here, kwamba unabidi ujifunze in hard way. So watu sio watu waamini. Yeah. Kwa hiyo another option ndio hiyo, inakuwa unaachia mianya ya watu kuchomoa pesa, kutoa pesa, and evil, and imagine unakuwa nje. Watu they can't trust you unless they go to the office. Unawapa watu instruction kwamba you need to pay through bank, but they don't follow the instruction because wanaamini kwamba nikupe rangu hivyo, kumbe wanampa mtu ambaye sio sahihi. Oh, actually I don't blame anyone, and I repeat it, and I know this video will stay here for the future. Kuna wengine wanatamani kuja kuendelea kufanya biashara. I don't blame anybody for this. It's my mistake. It's the only way ambayo mimi nilipaswa kujifunza in hard way, and nimejifunza, and actually I'm so grateful. At this time I'm a survivor, and the business is still there. Kwa hiyo sikuwa nimetegemea kama video itakuwa like I have to explain a lot, and I don't need to kuchosha, ila nataka nikwambie tu kwamba the only way you can survive, utakafanikiwa kwa haraka, ni kujifunza kwa ambao wamefanya, na ninachokuambia hapa ni kitu ambacho kimenitokea, ni kitu ambacho nimekifanya, kitu ambacho na experience nacho. So make sure una good management ya ofisi yako ili uweze kufanikiwa, ili uweze kutoka kwa haraka. Kama nilivyokuambia kwamba ni biashara nzuri ya kuanza wakati hauna mtaji. Yes, elimu yako, uwepo wako, uso wako, macho yako vinavyokusaidia wewe kuongea. As long as you can have your phone here, you can talk, you can teach people anything, people they can trust you. Okay? Yeah. So that's it. Twende kwenye mistake nyingine ya 4 ambayo unaiona au ni changamoto ambayo unapaswa ufahamu, ni kwamba kuna hidden cost nyingi sana kwenye hii biashara ya kusafirisha mzigo kutoka China. Unakuta mtu umempatia kweli bei ya China, lakini hajui kama kuna cost nyingi. Yaani kuna cost nyingi ambazo zimejificha nyingi. Kwanza kuna gharama ya kusafirisha, ile kusafiri, bado sio kuna gharama za port. Kuna gharama, yani kuna vigharama vingi, yani paka umetoa ile container yako pale. Yes, mtu yani hajui kama kuna vikosti vyote hivyo. Kwa hiyo ukija kumwambia eti kusafirisha kitu kimoja shilingi 1000, anasema 1000 kitu kidogo namna hii. Like haamini kwamba, au kusafirisha sio pochi ni shilingi 4000, anasema no, ndogo, yani anakubishia kwa sababu mtu hana elimu ya kusafirisha mzigo, hajawahi kujua
TRA wana calculate vipi kodi ya ile bidhaa, hajui. Kwa hiyo unakujikuta kwanza una wateja wengi ambao bado hawana elimu ya kutosha kuhusiana na biashara hiyo, kuhusiana na hizo gharama zote ambazo mpaka zina mzigo unampikia. Afahamu kwamba kuna wakati wa kupigwa penalty hapo TRA, hafahamu kwamba kuna wakati utalipwa storage ambayo imekaa imepitiliza. Yaani hajui kama kuna risk za kuteke endapo mzigo utakaa sana. And I don't know, na for me nilikuwa ninaanza. Kwa hiyo nilikuwa nafanya vile niwezavyo. Kwa hiyo linalokuja mbele napambana nalo. Kwa hiyo haikuwa ni kitu ambacho naweza kusema ni guarantee kwamba nilikuwa naona smooth, but changamoto zilikuwa ni nyingi mpaka niweze kutoa ile mzigo wangu kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Kwa hiyo nikaa nimeshaelewa ni namna gani ya kupita kwa hizo process zote. Lakini hizi cost zote watu wazifahamu, wanachofahamu wanataka mzigo wako. Na mwingine anakuambia sikusikia kama bila usafiri. Is that it? So try kunyooka sana kwenye biashara yako. Hizi ni mistake ambazo nimezifanya. Ili ufanikiwe, hakikisha kwamba umempa hadi bora uweke extra money juu, ili usije kugombana na mteja wako ni swala zima la ushuru na usafiri, ili aelewe. It's very hard na it's very risky, yani itakunyima peace of mind. And the most important thing in business is peace of mind. You need to sleep, you need to focus, and tomorrow uamke na good idea mpya. Kwa hiyo tuende kwenye conclusion kwenye hili swala zima la kutake risk. Kwa hiyo au namna gani ya kuifanya? Cha kwanza, hakikisha kwamba una bei ambayo ili ufanikiwe kwenye biashara, hakikisha kwamba una bei ndogo. Yes, na pia na risk yake ni kwamba yes, ndio hivyo kwamba ushuru unaweza ukapanda, ambapo unajua kufanya kwamba unaanguka kwa haraka. Kwa hiyo lazima uzingatie haya mambo ya msingi, lazima uangalie na utake risk, kwa sababu sometimes you need to survive tu. Kwa hiyo unafanya ili usurvive. So, ni jinsi gani ya kufanya biashara ya kuagizisha kwa usahihi? Cha kwanza, anza kidogo, anza na stock ndogo, anza na order ndogo ili upate experience ya haraka. Hakikisha hata unaagiza hata bidhaa 10, 20, 30, yani usichukue mzigo mkubwa kwa mara ya kwanza. Tumia simu yako tu, yani tumia aina simu moja tu, usitumie masimu mengi. Yani hakikisha kwamba mambo yako yote yako sehemu moja, kwenye mpangilio, bila usumbufu wowote, yani bila mkangamano na mtu yoyote yule. As long you start by yourself, kwa unaanza wewe peke yako. Hakikisha njia yako ya malipo ni njia ya online tu. Epuka hela za cash kwenye biashara yako. Kwa hiyo hakikisha watu wote wanalipa kupitia transaction ambazo ni za online. Hakikisha una mentor au una mtu ambaye anakuelekeza. Kisha kwamba una mtu ambaye anaweza kukuambia umekosea. Kwa hiyo make sure kwamba una mtu ambaye anaweza kukuelekeza ukafanya mambo kwa usahihi zaidi. Kama uko tayari kuanza biashara, basi unakaribishwa sana kwenye programu yangu ambayo unaifanya online. Yes, ni namna gani ambavyo unaweza kuagiza bidhaa kutoka China, namna gani unaweza kufanya biashara yako mtandaoni, namna gani ambavyo unaweza kutangaza biashara yako kupitia mitandaoni. Yes, kwa njia rahisi zaidi ya nikiwa kama mentor wako. Yes, unaweza kucomment hapo kwenye video hii ukiandika neno niunge, ili nasi tutakutumia utaratibu mzima wa kujiunga kwenye hii programu yetu. Kwa hiyo tu kwamba toka nimeanza kufanya biashara hii mwaka 2022, wanafunzi wangu wengi wamefurahia huduma hii, wengi wamefanikiwa, wengi wameweza kuanza biashara yao, wengi wamejifunza. Kwa hiyo nikwambie tu uko sehemu salama endapo utajiunga na programu yetu hii ya biashara mtandaoni. Endapo utakuwa na swali, usisite kucomment hapo chini au tuandikie ujumbe kupitia DM zetu, nasi tutakujibu kwa haraka zaidi maswali yote kuhusiana na biashara. My dears, ili uendelee kutengeneza videos nzuri kama hii, video kama hizi, ninaomba hakikisha kwamba umeshare na marafiki. Yes, umelike. Yes, watu wengi wakipata aware kuhusiana hivi, nitaelewa ni namna gani watu wanatamani kusikia zaidi ukweli kuhusiana na biashara, na mimi nitapata nguvu ili niendelee kutengeneza video nzuri kama hizi. So hakikisha umelike, share na marafiki zako popote pale walipo. Yes, and see you next time.